Karibuni kwenye kusikiliza video hii inayoelezea jinsi ya kuteua maudhui yaingie kwenye mashindano ya dunia ya vitu mbalimbali kama ambavyo nitakavyoonyesha kwenye video hii. Kwa hiyo kitu cha kwanza una login kwenye My Hi5. Okay? Ukisha login utakwenda kwenye eneo la contest hapa. Kwenye contest unabonyeza. Kujiunga ni bure, kwa hiyo kama hujajiunga jiunge, utaweza kufanya hivi vitu. Kwa hiyo ukisha bonyeza kwenye sehemu ya contest, utakuwa kwenye eneo ambalo ni la sasa hivi kwa ajili ya kuweka maudhui. Kwa mfano hapa tunaambiwa round April 2026. Hili ni eneo la kuweka maudhui kwa sasa hivi, na kuna maudhui ya aina mbili. Kuna maudhui ya uteuzi, nomination, na kuna maudhui yako mwenyewe unayotaka yaingie kwenye mashindano, participation. Video hii itaelezea kuhusu nomination. Haya, kwa hiyo unapo log in, unapoingia ndani ya tovuti, unakuwa kwenye ukurasa wa nchi yako. Kwa mfano hapa kwenye browser unaona nchi ni Tanzania. Kwa hiyo unakuwa kwenye eneo la nchi yako ambapo utaweza kuona categories mbalimbali. Kwa mfano hii hapa ni adventure, mashindano ya adventure. Mahali umekwenda umepaona panavutia sana, unaweza ukaweka hiyo contact, hayo maudhui ili yashindanishwe. Kuna hii bongo flavor, kwa miziki ya bongo flavor, hii kwa ajili ya miziki ya singeli, hii afrobeat ya mapiano. Lakini kumbuka unatakiwa uteue maudhui kutoka ndani ya nchi yako. Kama wewe ni Mtanzania, maudhui utakayoingiza humu ni maudhui yanayohusiana na Tanzania. Kama ni mziki, basi ni wanamziki kutoka Tanzania. Kwa hiyo hata hapa kama unaona kuna, kwa mfano kama hapo umeona amapiano, lakini amapiano hizi zinatakiwa ziwe amapiano za Tanzania. Ukiweka maudhui ambayo siyo ya Tanzania, ni kwamba hautokuja kupata mgao wa hela za matangazo, kwa sababu unapoteua kuna hela za mgao wa matangazo kwenye ukurasa wako wa mtu aliyeteuliwa, kwa sababu kampuni itaweka matangazo, itauza matangazo. Kwa mfano tuchukulie mfano, twende hapa nabonyeza hii view contestant, nakuta kuna contestant ambao wapo na say na kwenda kwenye, kwa mfano huyu nataka kujua information za huyu. Kwa hiyo naweza nikaklik hapa kufungua hiyo page. Sasa hapa ndipo watu watakapokuwa wanaangalia hicho kitu, na vile vile watakapokuwa wanaweza kukomenti, wakalike, wakavoti, kila kitu kinakuwa hapa. Sasa tutaweka matangazo, kutakuwa na matangazo yanakaa huku. Kwa hiyo mauzo ya haya matangazo hapa yatakayokuwa yanawekwa kwenye hizi page, 10% italipwa mtu ambaye ameteua, nominator ndio ambaye atakayelipwa hizo pesa za matangazo, na mtu aliyemwalika mteuzi vizazi 10 kwenda chini
wao watalipwa 1/1. Kwa hiyo kutakuwa na mgao. Sasa kama ukiweka udhui ambayo sio la nchi yako na tovuti ikaja ikagundua hiyo, labda wanachama wakaripoti kwamba huyu sio Mtanzania na nini, basi hayo mgao wa hizo pesa pamoja na kundi lako lote hazitotolewa. Hizo pesa zote zitalipwa kwenye tovuti, hutopata kitu. Kwa hiyo ndio umuhimu wa kuhakikisha umeteua maudhui ambayo ya kutoka kwenye nchi yako. Sasa nirudi kwenye hii page ya contest. Nimeklik hapa kwenye contest kuja kwenye page ya mashindano. Ukiona edit, ina maana hapo tayari umeshateua mtu wa kushindana. Kwa hiyo huwezi ukateua. Utakachoweza kufanya ni kubadilisha uteuzi wako, kuedit. Kwa hiyo kwa huyu mhusika, yeye hapa kwenye adventure ameshateua, ndio maana atakachoweza kufanya ni kubadilisha uteuzi wake ndani ya kipindi cha uteuzi ambacho ni mwezi wa Aprili. Tukishaondoka kwenye mwezi wa Aprili kwenda mwezi Mei, zoezi la uteuzi kwa mwezi Mei, kwa mwezi Aprili litasimama. Litaanza zoezi lingine jipya la uteuzi kwa mwezi Mei. Sasa likishasimama, hauwezi tena kubadilisha maudhui uliyoyaweka katika kipindi hicho husika, katika raundi hiyo husika ya uteuzi. Okay, kwa hiyo sasa hapa mimi ngoja nitafute, labda nitafute eneo ambalo, kategori ambayo haijawa nominated. Kwa mfano famous person, mtu maarufu, yeye haja nominate hapa huyu mhusika. Sasa unaweza uka nominate. Sina uhakika ni nani naweza nikamuingiza hapa, sija ikaleta tabu huko mbele ya safari. Ngoja nitafute kategori nyingine. Kwa mfano hip hop song, kuna button ya nominate, teua. Okay, ngoja ni click hapa, niteue hapa. Sasa kitu cha kwanza utakuwa unajua mwimbo gani wa msanii wa hip hop Tanzania unayetaka kuuteua. Kama ujui au huna uhakika, unachoweza kufanya ni kwenda kwenye browser na kutafuta, ukaandika kitu kama hip hop tuchukulie top 10, tuandike kwa Kiswahili, nyimbo 10 bora za hip hop za wasanii kutoka Tanzania. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona listi ya nyimbo 10 bora, wasanii bora wa hip hop Tanzania. Nitafute moja wapo ya kutolea mfano. Ngoja nifanye hivi, nitafute
Mwanaifei huyu ni kati ya vigogo wa hip hop, na tunaweza tukaangalia sasa YouTube, Mwanaifei YouTube, tukaenda Mwanaifei YouTube kule, tukaenda kwenye eneo lake la video na click hapa kwenye video. Kwa hiyo unaweza ukachagua mmoja. Ngoja tu nichukue huu mwimbo, ni maarufu zaidi kwangu mimi. Of course wewe unaweza ukawa na mwimbo wako mwingine maarufu, lakini mimi nadhani huu Bado Nipo ni maarufu. Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No, but I'm a fast learner. We'll be in. Kwa hiyo hii hapa sasa ndio nataka niteue ili ingie kwenye mashindano. Kwa hiyo ninachofanya huku inaitwa Bado Nipo. Inaweza nikakopi hii jina la Bado Nipo, nikaja huku title. Sasa kichwa cha habari naiweka hiyo Bado Nipo. Maelezo, content description, maelezo naweza nikaelezea kuhusu mwimbo huo, lakini vile vile ninachoweza kufanya vile vile ni kukopi hii yote hii hapa ya Mwanaifei Nipo official video, nikaja nikaweka hapo nikaja hapa next content video. Kwa hiyo content video unaweza ukaweka ikawa YouTube, ikawa TikTok, Facebook au Vimeo. Kwa hiyo mimi hii case content unachukua tu ile link ya kushare ambayo ni hii hapa ya video, na ikopi hiyo na kuja hapa na add by URL hapa, nabonyeza ili kufungua hapa kwa ajili ya kuipaste hiyo link, alafu nabonyeza huku add, huku mwishoni nabonyeza add ili niweze kuingiza hiyo video kwenye mashindano. Add. Baada ya kubonyeza add, huku chini kuna next. Kwa hiyo nabonyeza hapa next. Kwa hiyo hapa sasa ninapewa maelezo ya video yangu, kila kitu kinaelezewa, na huku juu kinaonesha hapa kuna onyo, you will not be paid for ad revenue generated on your content if we detect that the content does not originate from your country. Kwa hiyo hii inaelezea kwamba hautolipwa mgao, maukoto, lugha nzuri, hautopewa maukoto ya mauzo ya matangazo kwenye page hii ya Mwanaifei ulioinominate wewe, kama ulioiteua wewe kama Mwanaifei hatokei ndani ya nchi yako Tanzania, kwa mfano huo. Kwa hiyo tuna submit hapo. Tukisha submit hapo tayari tumekuwa tumemaliza, labda kama unataka kuedit. Kwa hiyo ngoja nirudi baki kwenye contest. Kwa hiyo hapo tayari nakuwa nimeshaingiza hiyo content. Kama badala ya ku scroll down kama hivi kutafuta, unaweza ukatumia search hapa. Kwa mfano hapo nimemuingiza kwenye hip hop. Kwa hiyo naweza nika search hip hop. Kama unataka kuteua kwenye hip hop, unaweza tu ukaandika hip hop, itakuja hiyo category ya hip hop. Hapa tunaona kuna wawili. Tukiview contestants hapa tutaona hao wawili ambao wamechaguliwa hapa kushindanishiwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo utakavyoweza kuwaingiza watu
katika vipengele mbalimbali vya mashindano ili waweze kuingia kwenye mashindano, unawateua. Okay, haya sasa nirudi tena huku contest page. Kama nilivyosema, hapa unakuwa kwenye peji ya nchi yako, lakini kama unataka kujua nini kinaendelea kwenye nchi zingine, unaona hapa imeshaandikwa my country, nchi yako. Ukisha login tu tayari unakuwa moja kwa moja kwenye nchi yako by default. Sasa hapa unaweza ukabadilisha ukasema, labda tuchukulie unataka kuangalia Uganda. Kwa hiyo uta search hiyo Uganda, utakuwa kwenye page ya Uganda. Sasa ukishakuwa kwenye page ya Uganda utaona nomination au teuzi zilizofanya na Waganda katika vipengele mbalimbali. Kwa mfano hapa country music. Sasa hauoni hapa kiungo cha kuteua au kuedit, kwa sababu huruhusiwi kuteua kwenye nchi ambayo sio yako. Kwa hiyo ukitembelea nchi nyingine, utakachoweza kufanya ni kuangalia tu washiriki walio participate au kuteuliwa kuparticipate kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ukitaka kuona sasa content zinazohusu na Uganda, utabonyeza hapo and then utaona sasa content ambazo wameziposti. Hii ni kwa mwezi wa 4. Mwezi wa 3 tayari tupo kwenye kipindi cha kuvote. Tutatengeneza video inaonyesha voting process na kuonesheni nini kinachoendelea kule. Okay, kwa hiyo inaeleza jinsi ambavyo unaweza ukaangalia kwenye vote now. Kama unavyoona ni hapa, tutazungumza hiyo kwenye kipindi kinachofuata. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza ukaingiza content ambazo, maudhui ambayo wewe unataka yaingie kwenye haya mashindano. Sasa haya mashindano kwanza ni aina yake. Hakuna tena tovuti duniani ambayo ina mpangilio wa mashindano haya kuanzia ngazi ya mji mpaka ngazi ya dunia na kwa categories zote, kwa sababu kama category haipo unaweza suggest hapa hiyo category, na tukiona inafaa tutaiingiza. Kwa hiyo zote kwa uteuzi, mashindano yanaanzia ngazi ya nchi. Kwa participation, mashindano yanaanzia ngazi ya mkoa. Tukizungumzia kuhusu Tanzania tutaita mkoa. Kwa hiyo unapoteua unateua kwenye ngazi ya nchi. Kwa hiyo utateua maartist au maudhui yanayohusiana na nchi yako. Mwezi wa Aprili ukiisha, uteuzi wa Aprili unahamia hapa kwenye kuvote Mei. Tutavote kupata washindi 5 wenye kura nyingi kuliko wengine kutoka Tanzania kwenye kila category. Kwenye kila category tutapata washindi 5. Hao washindi 5 katika ngazi ya nchi watahamia kwenye mashindano ya kanda. Kanda hapa itakuwa ni East Africa, ambapo kule washindi 5 wa Tanzania, washindi 5 wa Kenya, washindi 5 wa Uganda, washindi 5 wa Burundi na nchi zingine za Afrika Mashariki wataingia kuchuana kupata washindi 5 wa kanda. Washindi 5 wa kanda ya Afrika Mashariki wataingia kwenye mashindano ya ngazi ya bara Afrika. Ina maana sasa kanda ya Afrika Mashariki
kanda ya Afrika Magharibi. Wale 5 bora watakaokuwa wamepatikana kule wataingia kwenye ngazi ya continent, bara. Washindi 5 wa bara wataenda kwenye mashindano ya dunia. Kwa hiyo tunao wateua au watakao participate sasa hivi kama wao wenyewe badala ya kuteua, wataingia kwenye Mei kwa ajili ya mashindano. Kama ukiparticipate kama nilivyosema, mashindano yanaanzia ngazi ya mkoa. Kwa hiyo participation, watakao washindi 5 wa ngazi ya mkoa wa participation wataingia kwenye ngazi ya nchi. Ngazi ya nchi wataenda ya kanda kama vile zingine. Sawa. Kwa hiyo huo ndio mpangilio wetu wa mashindano, ambao kama nilivyosema ni ubunifu ambao haupo. Kwa hiyo ndio kwanza unaletwa sokoni, ambao kwa maoni yangu mimi mwenyewe ambaye ndio mvumbuzi wa hii project yote, ni kwamba itakuwa na thamani kubwa, hasa kwa artist kwa ajili ya kupromote muziki yao. Tunaona vijana wengi wanatengeneza video zao, wanahangaika kwenye mitandao ili watu waweze kulike na nini. Sasa hizi video wakiziingiza humu, kwa sababu kama una video yako YouTube umeingiza humu, juu ya kujulikana humu ndani, lakini vile vile watu watatembelea video yako kule YouTube. Kwa hiyo utapata maokoto kule YouTube, lakini vile vile utapata maokoto kwa huku. Kwa wanao participate, wao wanapata mgao wa 40% ya hela ya matangazo yanayouzwa kwenye peji yao, lakini kwa nominate unapata tu 10%, kwa sababu nominate ni rahisi tu. So unachagua, tafuta video yote unaweka. Participation inakuhusu wewe mwenyewe, kwa hiyo mapato yanakuwa mengi. Kwa hiyo ni njia ya wao kupata mapato, lakini kote hapa na kule Facebook au kwenye mitandao mingine ambao wapo, na uwezekano wa kupata umaarufu mkubwa kuliko kule YouTube na sehemu zingine uko hapa, kwa sababu hapa huu ni mfumo wa mashindano. Kwa hiyo tuishie hapo kwa leo kuhusu maelekezo jinsi ya kuhusika, kuparticipate kwenye kuteua au kushindana kwenye tovuti hii ya My High Five ambayo inaingia sasa sokoni. Tovuti hii iko kwenye process tayari ya kusajiliwa Singapore, ambako ndiko makao makuu ya hii kampuni ambayo itaitwa jina la My High Five. Hii My High Five, na labda kuelezea My High Five, kwa nini tunaita My High Five? Kwa sababu kama unavyoona una vote, unapiga kura kutafuta washindi 5. Tutaona tutakapokuja kwenye zoezi la kura, kutafuta wahusika 5 au maudhui 5 ambayo wewe unayaona ni bora zaidi kuliko mengine. Sasa haya maudhui yako 5 kwenye kila category, na tutapata maudhui 5 bora ya watu wote waliopiga kura Tanzania. Kwa hiyo kuna maudhui 5 kwanza, ndio maana tunaita My High Five. Lakini vile vile kuna hatua 5 za kwenda kwenye haya mashindano, kutokea ngazi ya mkoa, hatua ya kwanza; ngazi ya nchi, hatua ya pili; ngazi ya kanda, hatua ya 3; ngazi ya bara, hatua ya 4; na ngazi ya dunia, hatua ya 5. Kwa hiyo ndio maana hili jina likatumika, nimelitumia kwa ajili ya hili jina. Anayewaeleza hapa ndio mmiliki na ndio mvumbuzi wa hii tovuti ambaye ninaitwa Shafi
Kaluta Abeid. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa, tutaendelea zaidi na maelezo kuhusu website hii kwenye video zinazofuata. Asanteni kwa kushiriki kusikiliza video hii.